linahusu mafunzo kwa kamati na viongozi wetu wa vijiji jinsi ya kusimamia rasilimali za serikali ambazo zinatumika katika miradi mbalimbali katika vijiji vyetu. Na nimefurahi kuona kwamba hili jambo la Muru, yaani huu mfumo ni mfumo ambao umetambulika kisheria, pia umeundwa kwa sheria za nchi hii, kwa hiyo uko ndani ya sheria. Lakini nimefurahi pia kuona kwamba kuna mwongozo ambao unaongoza ili muweze kujua maana ya mfumo wa ufuatiliaji wa rasilimali za serikali katika miradi mbalimbali ndani ya vijiji vyetu. Nilipokuwa napitia taarifa mbalimbali hasa za bajeti ya serikali, bajeti ya mwaka tulionao wa 25-26, bajeti kuu ya serikali ilikuwa karibu shilingi milioni 56.5 trilioni 56.5, na kati ya pesa hizo 31% zinatumika kwenye miradi mbalimbali ikiwemo na hii miradi mnayosimamia. Kwa hiyo kati ya trilioni 56.5 trilioni 17.5 ndio zinatumika kwenye miradi. Ni pesa nyingi sana, sio bilioni wala sio bilioni, ni trilioni 17.5, ni 31%. Kwa hiyo ni pesa ambayo kama isiposimamiwa vizuri inaweza kutumika bila kuleta yale manufaa yaliyokusudiwa. Na wajibu mkubwa wa ninyi, especially wale kamati za Muru, ninyi ni jicho la kufuatilia kwamba pesa hii ya serikali inatumika ili kutekeleza miradi ambayo ilikubaliwa. Wako wanaosimamia, wako watekelezaji, lakini ninyi ni jicho la pembeni ambalo linatoa mlio kwamba eneo fulani mradi fedha hazijatumika sawa sawa, au pengine zingeweza kutumika sawa sawa kwa kubadilisha utaratibu unaotumika. Kwa hiyo mna sehemu kubwa ya umuhimu katika kusimamia bajeti ya maendeleo ya serikali yetu ya Tanzania, na lengo la bajeti za maendeleo ni ili kutanzua changamoto za wananchi wanazokutana nazo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nisisitize huo umuhimu wa kamati hizi kwamba mzigo mnaosimamia ni sehemu moja hapo ya rasilimali kubwa sana ya serikali katika kuleta maendeleo ya miradi na miundombinu mbalimbali tulionayo katika maeneo yetu. Jambo lingine ambalo sasa tukishirikiana na viongozi wa vijiji, na hili ninajaribu kueleza utaratibu ambao ukifuatwa ni utaratibu mzuri ambao unaweza kuleta matokeo ya kusaidia wananchi wetu katika changamoto wanazokutana nazo. Kabla mradi haujaanza, ni muhimu sana wale wanaofaidika au wahusika wakae pamoja, wakubaliane kwamba wakati wa kupanga kwamba katika kijiji chetu tatizo letu ni nini. Tatizo letu ni maji, tatizo letu ni barabara, tatizo letu ni shule, au tatizo letu ni afya. Na ukishajua matatizo lazima uyaweke kwenye vipaumbele. Kati ya haya ni kipi kinaweza kuwa kipaumbele cha kwanza? Labda ni barabara. Ni kipi kina kipaumbele cha pili? Labda ni maji. Juzi nilisikia kule upande wa Vunjo wakizungumza na mbunge yule mwakilishi wa kijiji mojawapo wa serikali akisema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waziri mkuu aliwatembelea, alisema tatizo la kwanza la eneo letu ni maji, tatizo la pili ni maji, tatizo la tatu ni maji,
Tatizo la 4 ni barabara. Maana yake kipaumbele cha matatizo walio nayo kule ni maji. Ukiwaletea barabara kabla ya maji, itaonekana kwamba bado hakujatanzua ile tatizo ambalo lina waumiza wanakijiji husika. Kwa hiyo katika kupanga kuna kuainisha matatizo, lakini katika kuainisha matatizo kuna kuyapa vipaumbele, kwa sababu rasilimali fedha haiwezi kutosha katika kutanzua matatizo yote yaliyopo katika maeneo yetu. Kwa hiyo tukienda na vipaumbele, ndio tunaweza kuwa na kipaumbele cha maji, alafu labda kikaja cha barabara, labda kikawa cha elimu. Sasa pesa zikipatikana kwenye bajeti zinatumika kulingana na vipaumbele tulivyojipangia, na hili eneo la kipaumbele ni wananchi wenyewe wahusika na viongozi wao ndio waseme kipaumbele chetu nini. Watu wakiwa na shida ya maji, wao ukiwapelekea keki haitasaidia kitu, kwa sababu shida yao sio kula keki, shida yao ni maji. Kwa hiyo wananchi wahusishwe kwenye kuainisha changamoto na rasilimali walizonazo. Sasa baada ya pale ndio upande wa serikali unazipokea na kuanza kuchakata mchakato wa kupata rasilimali fedha kwa ajili ya kuzitanzua, na ndipo sasa viongozi wetu wa vijiji wanapokutana na kusimamia utekelezaji wa miradi. Sasa hizi kamati zetu zinakuwa sasa jicho la pembeni la kushauriana na uongozi wa vijiji juu ya mwenendo wa utekelezaji wa miradi, na tumeona maeneo mengi ambayo pesa zimetolewa nyingi kwa ajili ya miradi ya ujenzi wa shule, lakini matumizi yamekuwa ya shida, pengine matumizi yamekuwa mabaya, pengine kumekuwa na kukosekana kwa uaminifu katika utekelezaji. Sasa ninyi mlioko hapa sehemu kubwa mnafundishwa sasa jinsi ya kufuatilia, kuweza kuona kwamba ile rasilimali fedha ili inatumika kulingana na kusudio, lakini pia inatumika kulingana na vipaumbele vilivyopo. Na kwa maana hiyo lazima muwe karibu sana na viongozi wa serikali kwenye ngazi ya vijiji. Hii ni njia nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba baada ya mwaka wa fedha kuisha au baada ya fedha ile iliyoletwa imetumika kama ilivyokusudiwa, na pengine imeleta sasa mafanikio ambayo yanatanzua changamoto za wanavijiji. Kwa hiyo naomba nisisitize tu ushirikiano kati ya kamati zetu mbili, na ninyi ni jicho la kusaidia kupiga kelele pale ambapo vitu haviendi sawa sawa. Mwenisi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini, ambaye ni mkuu wa idara ya uwakili na miradi ambayo inafadhiliwa na Norwegian Church Aid Tanzania. Na miradi hii tunatekeleza katika maeneo ya mikoa mitatu: mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha kwa wilaya ya Karatu, na kule Manyara kwa wilaya ya Babati. Na tuna miradi mbalimbali ambayo tunatekeleza chini ya Norwegian Church Aid Tanzania, na huu wa utawala bora ambao tunautekeleza, ambao ni mmojawapo, unahusiana zaidi na kujengea uwezo kamati mbalimbali za utawala bora katika vijiji, hasa ikiwepo ile kamati ya MURU kwa maana ya kwamba mfumo wa ufuatiliaji wa rasilimali za umma, au kwa Kiingereza tunaita kamati za PETS, ya Public Expenditure Tracking System. Siku ya leo tumewakutanisha wenye viti wa vijiji pamoja na watendaji wa vijiji ambavyo tunatekeleza miradi hii, ili kutoa tuwe na uelewa wa pamoja kuhusiana na kamati za PETS ambazo zinachaguliwa kwa mujibu wa sheria na mikutano mikuu ya vijiji. Na kamati hizi zina jukumu la kufuatilia miradi mbalimbali inavyotekelezwa katika maeneo yao, na tukijua kabisa kwamba miradi hii ni kwa ajili ya wananchi wote wa dini zote na wa kila aina, ikiwa ni miradi ya elimu, ikiwa ni miradi ya afya, ikiwa ni miradi ya maji, ikiwa ni miradi ya kilimo, ikiwa ni barabara, kwa sababu zinahusu Watanzania. Sisi kama kanisa tuna jukumu la kumhudumia mwanadamu katika ujumla wake, kwamba mwanadamu huyu anapopata changamoto, iwe ya afya, iwe kwenye elimu au kwenye miundombinu, na kanisa linaathirika. Kwa hiyo sisi kama kanisa, kwa sababu tuna nafasi hiyo
tunapaswa kutoa elimu pale ambapo Mungu ametujalia kuwa na uwezo huo, kuhakikisha kwamba tumejengea uwezo viongozi wa serikali ngazi ya chini kwa vijiji ambavyo tunatekeleza miradi, ili tuweze kupata matokeo mazuri na matokeo makubwa zaidi, na tukiamini kabisa kwamba kanisa haliwezi kujitenga na serikali. Na Dr. Martin Luther alisema kanisa ni mkono wa pili wa serikali katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kumhudumia mwanadamu, ikiwa ni kiroho, kimwili na kiakili. Pengine bwana mchungaji, hizi kamati za PET katika kwenda kusimamia miradi ya umma, wakibaini mapungufu au dosari huwa wanafanya nini? Pale ambapo kamati za Muru au PET zinapobaini mapungufu, kuna utaratibu wa mafunzo, wamepewa mafunzo. Wanapaswa kuwasilisha kwenye ngazi inayohusika, wale waliochagua kwenye ngazi ya mkutano mkuu wa kijiji au kwenye halmashauri zinazohusika, ili mapungufu yale yaweze kufuatiliwa. Unaona, miaka ya hivi karibuni watu wanaibuka na kutoa malalamiko mbalimbali kwa viongozi wa serikali ambayo yangeliweza kutatuliwa kwenye ngazi za vijiji, kwenye ngazi za mitaa, na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma zile ambazo wanastahili, ikiwa ni kwenye afya, kwenye elimu, kwenye maji na mambo mengine ya namna hiyo. Tathmini mnaionaje, na mmekuwa mkifanya hivi, huu ni mara ya ngapi? Tangu tumeanza kutekeleza shughuli hizi kwa maeneo na vijiji, tumeona mabadiliko makubwa sana. Vile vijiji ambavyo vimepokea mafunzo haya na kuunda kamati za PET wamepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Utakuta shughuli za kielimu kwenye madarasa, kama serikali ilitoa fedha, wamesimamia vizuri na madarasa yamejengwa katika ubora unaostahili. Kama ni mambo yanayohusiana na ujenzi wa vijiji, ofisi za vijiji zimejengwa katika ubora unaostahili. Uchakachuaji ule haupo, lakini wananchi katika vijiji hivyo wamepata uelewa mkubwa sana kuhusiana na masuala yanayohusu mambo yao pale kijijini. Pengine mchungaji, hizi kamati za PET zimelenga hasa katika maeneo yapi, wamejikita hasa wapi katika kamati za PET huwa zinakasimishwa na mkutano mkuu wa kijiji kwamba wafuatilie labda mradi wa ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi au kituo cha afya au ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji au ni barabara, mradi wowote ambao uko ndani ya kijiji kile. Mkutano mkuu wa kijiji unaweza kusema kamati yetu ya PET au ya Muru basi ifuatilie mradi huo ili uweze kutekelezwa katika ubora unaostahili na kuleta matokeo ndani ya kijiji. Mmekuwa mkipata ushirikiano kiasi gani? Kwa kweli tumepata ushirikiano mkubwa sana kwenye ngazi za wizara husika ya TAMISEMI, lakini pia kwenye ngazi za mkoa, kwenye ngazi ya katibu tawala wa mkoa, lakini halmashauri ambazo tunatekeleza, kwa sababu tunapotekeleza tunakuwa na mikutano ya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali, na ndio maana siku ya leo nakuta tuna wenye viti wa vijiji husika na watendaji wa vijiji vinavyohusika na maafisa maendeleo wa zile halmashauri ambazo sisi tunatekeleza kazi kwa pamoja, kwa sababu huwezi kufanya peke yako, lazima uwahusishe wale wengine ngazi ya serikali ili tuweze kwenda kwa pamoja katika kuhudumia jamii. Maneno mazuri ya hekima na kujenga kutoka kwa katibu mkuu, lakini pia nipende kuchukua nafasi hii nami nishukuru mwakilisha mkuu wangu wa idara mahali hapa, nikijua kwamba kazi hii ni yetu kabisa kama maafisa maendeleo ya jamii. Ni kuhakikishia katibu mkuu kwamba tutakwenda kufanya na tutakwenda kusimamia hii miradi. Sisi maafisa maendeleo ya jamii, kazi yetu kubwa ni kwenda kusimamia hii miradi, lakini kuhamasisha jamii. Kazi yetu kubwa ni kwenda kuzungumza na jamii, kuhamasisha, kutoa michango yao katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi. Kwa hivyo ninakushukuru sana katibu mkuu kwa maelekezo ambayo umetoa hapa, na imani kwa niaba ya wenzangu tumeyapokea na tutakwenda kuyafanyia kazi.